la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum abshu salama bainakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adada ramli raqiq salatan tarzuqna biha min rizqi ahli tawfiq wa tuballighna al-hudura ila baytika al-atiq wa ziyarati kabrihi wa kabri Abi Bakrin as-Siddiq. Thumma salatu wassalamu ala nabi wa ali salatan tukhrijuna biha min dhulumati al-wahmi wa tukirimuna bi nuri al-fahmi wa tudhihu lana ma ashkala hatta yufahama innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Amma baada ya kumhimidia Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema mtume wetu Muhammadin, la kwanza kabisa na wahusia pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio first of all ambalo litatangulia kwa mwanadamu yoyote wanapokutana wakahusiana wema wa kufanya taqwallah. Hakuna wema zaidi ukauzidi wema huo katika kuambizana kile kilicho bora cha kidunia. Kwanza nimefurahi sana kujumuika na ninyi kwenye mahafali yenu. Nimeacha msiba wa mfanyakazi ambaye nimefanya naye kazi pale Young Africans miaka 5, rafiki yangu, lakini nikasema kwa sababu hili lilitangulia nitafanya hili msiba, nitakwenda kutia fatha na kumwombea dua pale nitakapokuwa nimefika. Kikubwa zaidi ya furaha yangu ni kuona kwamba kuna waliopata athari wanakuja mtaani, waliopata athari ambayo Mwenyezi Mungu aliitaka ndio iwe athari ya kwanza kwa mwanadamu, na hakuchagua kusoma huko. Kusoma kuwa na athari hiyo ya kusoma ni athari ya kusoma kipi? Hapakuwa na real definition, lakini proper definition ni ya kwamba iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Hiyo ndio definition yenyewe. Soma kwa ajili ya Mola wako aliyekuumba. Haikuambiwa usome physics, chemistry, mathematics, ugavi, ununuzi. Lakini uliambiwa usome kwa ajili ya Mola wako. Kwa hiyo utakacho kwenda kukutana nacho kwenye kukisoma, kisome kwa jitihada na uwezo wa hali ya juu na ufaulu kwacho hicho ulichokwenda kukisoma, kwa sababu wote kwa yote baba ya elimu ni Qur'an, na hayo maneno anayathibitisha mtume wetu Muhammadin pale aliposema khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Kumbe mbora wetu ni yule mwenye kuisoma Qur'ani na yakateki initiative ya kusomesha, manake akasapoti wanaosomesha, akakaa chini yeye kusomesha, akaishi na kizazi ambacho kimesoma kwa athari ya elimu yake ikaonekana kwa kile kizazi. Leo mnahitimu
Na katika moja ya neema kubwa sana ni mwanadamu kupata elimu, akatambua kwamba hili ni zuri, hili ni baya, akatambua kwamba hii ndio njia sahihi, hii sio sahihi. Ibaki ubinadamu wake tu kuleta makando kando pale anapokwenda kufanya records management, akwenda kwenye ofisi akaleta makando kando na kuweza kucheza na kalamu. Hayo tutawaachia kila mmoja na nafsi yake na vile ambacho anatamani. Lakini mwenye kusoma anaingia katika neema na spotlight ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu katika kusoma kwetu kutatupelekea sisi tujitambue kwamba sisi ni nani na lengo la kuja duniani ni nini na tufanye nini ili kuweza kufikia malengo yale ambayo tumeletewa na Allah subhanahu wa ta'ala duniani. Huku kusoma huku ni tools ya kukusababisha wewe uende ukamwabudu Mungu vizuri, ibada hiyo. Uende ukafanye kazi vizuri, ambayo ni ibada hiyo pia. Uende ukaishi na jamii vizuri, ibada hiyo. Uende ukaseme kile kilicho kizuri, kwa sababu hali yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna, ndio utaratibu. Halingani anayejua na asiyejua. Hata wakati wa kupanga hoja, aliyesoma atapanga hoja vizuri kuliko ambaye hakusoma. Ndio tofauti unapokuja. Ndio maana nikasema athari iliyo bora zaidi kwa msomi ni mwenye kutumia elimu yake na jamii ikanufaika na elimu yake. Ni mwenye kutumia elimu yake, ndugu zake wakanufaika na elimu yake, Waislamu wenzake, waumini wenzake wakaona kwamba aha, kumbe Fatima aliyetoka chuo cha utumishi ni mtumishi rahimu, karimu na mnyenyekevu. Na hii inatupa picha ya kuona kwamba huku kusoma ni kigezo tu, kigezo kikubwa anacho Allah subhanahu wa ta'ala, taufiki ambayo anatupa yeye. Kuna watu wamesoma lakini hawajaelimika. Kuelimika ni kule ambako kujua niseme nini, wakati gani, nifanye nini, sehemu gani, ili isije ikaleta athari hasi kwa mtu mwingine, ndio kuelimika. Na kusoma ni kule ambako wewe unajua kabisa hii ni haki ukaifanya na hii ni batili ukaiacha, short and clear. Na asiyesoma, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajati. Hakuna makando kando huku. Mwenyezi Mungu huwanyanyua kutoka kwenye vizazi vyenu ninyi wale ambao waliosoma anawapandisha daraja. Ndio utasikia bwana, kigezo cha kazi awe na stashahada au astashahada. Mwenzangu na mimi mwayangu hapo, uta apply hiyo kazi? Huwezi. Daraja sasa hapo ndo zinatofautiana, ni daraja tu Mwenyezi Mungu alishazipanga yeye mwenyewe. Kwa mantiki hiyo, tujue nafasi yetu katika jamii tunayokwenda. Tunatakiwa tuonyeshe athari chanya ya kile tulichokipata katika elimu yetu. Mtume Muhammadin Mtume anasema, ambaye nitatajwa mbele yake asiniswalie kaangukia pua. Kwa hiyo Mtume Muhammadin, asante. Inna Allah anasema, inna Allah idha an'ama ala abdi ni'matan yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdihi. Mwisho wa kunukuu. Hakika Mwenyezi Mungu anapenda akimneemesha mja wake neema ya aina yoyote. Angalia,
elimu, kipaji, mali, watoto, maarifa, ama chochote katika neema, Mungu anapenda kuona athari chanya unayokwenda kuifanyia ile neema yako kwenye jamii. Na hiyo athari chanya hiyo sio hiari, ni lazima, kwa sababu athari chanya unaokwenda kuifanya ni ibada. Haya, ibada hiyo imetokana na nini? Mwenyezi Mungu kwenye Yasin anasema inna nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Bimantiki ya kwamba hizi athari ndio ibada yenyewe. Mungu anasema, anaongea kwa sauti ya mamlaka kwamba hakika ya sisi ndio tunaohuisha wale waliokufa na tunaandika kile walichokitanguliza katika vitendo vyao vilivyo vyema ama vibaya, na athari yake, faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Ndio utaratibu. Kwa hiyo kama wewe ulifanya kizuri kidogo mithili ya mdudu punje utakikuta, na ulifanya kibaya mithili ya mdudu punje utakikuta. Huo ndio utaratibu wa athari, na utakwenda kukikuta kikiwa kimeandikwa kwa usahihi kabisa katika kitabu, baba wa kitabu ama mama wa kitabu, vitabu vyote ambavyo vinakuwa. Mungu anajinasibu kwa kusema wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba. Kila unachokijua wewe kimehifadhika katika kitabu. Yani kaweka Mungu, Mwenyezi Mungu kaweka mwenyewe kwa utaratibu alioweka. Kama sisi leo hii tuna matrix ya NIDA ama control number ambayo ukilipa haifanani na mtu mwingine, kwa Mungu haishindikani wewe na Michael Jordan wa Amerika kila mtu kuwa na matrix yake mbele ya Mwenyezi Mungu. Kama sisi wenyewe tuweza kusafiri na pasipoti haziingiliani, muhuri au ingiliani, kwa Mwenyezi Mungu huyo athari anakwenda kuiweka na kaiweka kwenye kitabu. Kila mmoja atakutana na kitabu chake. Sasa kwetu sisi ambao tuliosoma ni mbaya zaidi, kwa sababu unakuwa unajua kwamba hili ni kosa kuchukua haki ya mtu na hili ni umepatia, na ndio tunaingia kwenye fungu baya zaidi, kwa sababu yadri anahu yadri, kwamba unajua na unajua kwamba unajua. Sasa hili unalolifanya unajua kabisa hili si katika haki, basi ndio unaandikiwa makosa zaidi kuliko yule ambaye hajui na hajui kama hajui. Sasa huyo mtu kabisa, huyo ni mtu mbaya kabisa. Bora yule ambaye anajua na anajua kama anajua, pale anapokosea na pale anapopatia. Kwa hiyo nawahusia, pamoja na kuihusia nafsi yangu, ya kwamba kile tulichokipata katika elimu zetu twende tukakitengenezee athari chanya kwenye jamii yetu. Twende tukawe na adabu, kwa sababu siku hizi ukitazama akhlaki zimepungua sana. Akhlaki ya kwanza ambayo mtume wetu Muhammadin alitutaka tuwe nayo ni Muislamu kujipamba na vazi la swala. Yani swala ndiyo jambo la kwanza kwa mujibu wa mtume Muhammadin, au awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyama as-salat. Lakini hapa wakati wa swala kuna baadhi hapa hawakunyanyuka wala hawakustuka. Jambo la kwanza mwanadamu atakao kwenda kuulizwa siku ya Kiyama, kabla ibada nyingine yoyote, ni swala. Uliswali swala 5? Na wakumbusha, pamoja na kuikumbusha nafsi yangu, na wahusia pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa kuniabudu. Kwa hiyo tukubaliane kwamba ukila katika chumo la halali ibada, ukitembea kila hatua kwenda kufanya kazi ya halali ibada, ukienda msikitini kumdhukuru Mwenyezi Mungu na kumtaja na kumswalia Bwana Mtume Muhammadin ibada. Alkalimatu tayyiba ambayo ni sadaka, nayo ni ibada. Kwa hiyo tunatakiwa tuchunge kila hatua ya maisha yetu, na ile elimu yetu tulioipata iende ikalete athari chanya kwenye jamii ambayo tunaishi nayo.
Na hii imekuwa ni vigumu sana kwa kizazi kilicho kingi sana. Mfano, kuna watu nimepishana nao pale, nimewasalimia mimi, hao wanapita, mimi niko stationary, hawakunisalimia, lakini mimi nimewasalimia wao. Kwa nini? Kwa sababu hawana akhlaq nzuri. Na sio maneno yangu, ni maneno Mtume Muhammadin. Nimeanza nayo hadithi, hamtoamini, hamtoingia peponi mpaka muamini, na hamtoamini mpaka mpendane. Na niwajulishe kitu ambacho mkikifanya mtapendana, toleaneni salamu. Hata salamu basi wameshindwa kunipa, nimewapa wao, kwa sababu mimi nina mapenzi ya kutaka kuingia peponi. Kwa hiyo hii ni picha ndogo tu kuona kwamba upo uwezekano tunahitimu, lakini akhlaki zetu sisi ni za kijivuni, akhlaki zetu sisi ni za kibaguzi, kwa kuona kwamba fulani huyu, huyu fulani, huyu nimempita mimi, huyu ana diploma, mimi na degree. Vyote hivyo ni vigezo tu. Diploma kubwa na degree kubwa iko kwenye akhlaq, iko katika tabia njema. Kama unaona kama mtu salamu tu inamshinda kumsalimia watu, amekuta watu 8 wamekaa kama vile tulikuwa tuko 8, watatu wanapita kabisa kibubububu, wakati utaratibu Mtume alishaweka, yusallimu rakiba ala mashi walmashi ala qaidi wasaghiri ala kabir walkalil ala kathir. Ni utaratibu. Wanaopita wawasalimie waliokuwa wamekaa, kama vile ambavyo anapaswa kusalimia mtu kwa ambaye yuko kwenye kipando, anatakiwa msalimie mtu ambaye anatembea ama kakaa. Na wale ambao wanawapita wenzao wakiwa wako wengi, watakiwa wasalimie mdogo, msalimie mkubwa. Basi fanya vyote, mimi basi fanya kwamba mimi kaka yako nimekutangulia, basi nipe ile salamu kwa sababu ya ukubwa tu. Na ndio mapenzi yanapojengwa. Kwani tunatafuta nini duniani? Tunaondoka tu hapa, aweza ukawa na shahada kesho kutwa tukakuzika vile vile, unasta shahada kesho kutwa tukaweka. Kwa hiyo tunatakiwa tujue kabisa tunalo jukumu sisi wenyewe, athari chanya ianzie kwetu kwenye tabia. Na ukitazama walio wengi katika watu ambao wamepata elimu, basi wengi ndio wanakuwa ndio wajinga wengi kuliko watu ambao hawana elimu, kuliko madaruweshi. Kwa nini? Kuna ujivuni unapatikana kwa mtu kupata astashahada na shahada. What is shahada? What is astashahada? Ni vigezo tu vimewekwa hivi. Lakini inna akramakum inda Allahi atqakum, hakika mbora wenu mbele ya Mwenyezi Mungu ni mwenye kumcha Mungu. Kwa hiyo nawahusia pamoja na kuihusia nafsi yangu kwamba chochote tunachokifanya, hata unakokwenda katika ajira, Mungu akikujalia na akikufungulia, nenda kabebe na tabia njema. Nenda kabebe na upole. Nenda kabebwe kwamba yule Muislamu, yani manake yule, ukisikia yule Muislamu bwana, yani hilo neno likitoka tu wajua kabisa kuna athari watu washaipata, kwa vile aidha mavazi yake, anavyoishi na watu, ama ambavyo anawatriti watu akiwajua na hata asipowajua. Moja kati ya athari mbaya sana ni kuambia mtu sasa Muislamu gani na wewe waswali nini sasa? Maanake ushadharaulika katika ile ambayo umevaa hijabu yako ama kanzu yako na vilemba vyenu siku hizi na ndevu zenu kubwa, mnapita watu bila salamu. Sio katika uungwana na sio katika mafundisho ya Mtume Muhammadin. Tunatakiwa tujue kwamba mbora wetu ni yule ambaye anachukua kile alichofundishwa akakifanyia kazi, na kile alichoambiwa hichi kina shubha kidogo akakiacha, ndio mbora wetu. Kwa hiyo tunatakiwa sisi tupo katika kusherehekea mahfali ya 12
Ni wajibu mimi kutia kilima kilicho bora cha kukumbushana juu ya athari chanya ya maisha tunayokwenda nayo mtaani. Nikitajwa mimi unakumbuka kitu gani cha kwanza? Akiambia bwana Alhabibi Juma Nugas atakuwepo, unakumbuka nini? Wama alhayatu dunia. Sasa hiyo ndio positive changes. Sasa hiyo ndio athari chanya. Na hata nilipokuwa Yanga nilikuwa situkani mtu wala sijibishani, na ukiniingia sana mimi nakukataa. Kwa sababu nini? Anasema man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut, ambaye anaamini kuwepo kwa Mungu na siku ya malipo aseme kilicho kizuri. Kama huna kizuri, kula buyu, nyamaza, shut your mouth, kimya, na mtu atakuwa hapati lako, kwa sababu aktharul khataya ibn adama fi lisani. Sasa huu ulimi ili usituponze, nyamaza. Na ndio kwa maana kwenye jamii utasikia bora angenyamaza. Kwa nini? Maana alichosema ni utumbo. Kwa nawaambieni kabisa, ninyi ambao mnabahatika na mmebahatika kupata neema ya elimu, nendeni mkaitumie elimu yenu kutengeneza jamii iliyo bora, na watu wajue kabisa kwamba huyu aliyemaliza shahada imempelekea katika wema, na shahada yake imempelekea katika subra, na shahada yake imempelekea katika kutengeneza kizazi na jamii yenye kuleta athari chanya. Wama alaina illa albalaghul mubin. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.